Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga robot aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza, ahadi ya Yesu kutuletea Roho Mtakatifu duniani. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Nini cha kujifunza hapa? Ahadi ya Yesu Kristo ni kweli na ni amina. Aliahidi atatutumia Roho Mtakatifu. Hii ahadi aliitimiza. Mimi mwenyewe ni shuhuda katika hili. Ninaushuhudia ulimwengu. Roho Mtakatifu ninaishi naye na nazidi kujifunua kwa kadri anavyotaka, kwa kunipa maono mengi sana. Kwa hiyo katika hili halina mjadala. Watu wengi wanashuhudia Roho Mtakatifu akinena nao katika ulimwengu wa roho na kuwapa siri za ufalme na kuwajulisha mambo makubwa mengine ambayo hayajawahi kutokea. Kwa hiyo hii ahadi alisema Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohana kwamba atatutumia msaidizi. Asipoenda msaidizi huyo haji, lakini tunashuhudia alimleta, na mpaka sasa Roho Mtakatifu yu hai, yupo katika ulimwengu, hajawahi kuondoka. Zaidi ya miaka 2000 yupo, isipokuwa huwa anazima kadri ya watu ambao wameitwa, wamejifunua kwao, wanaposhindwa kumlisha chakula chake. Na chakula cha Roho Mtakatifu ni neno la Mungu, ni neno la Mungu. Lakini kitu kingine cha kujifunza, siku 40 ni namba za Mungu zilizoficha ushindi na matokeo mazuri ya Mungu. Kama tunavyoona Yesu Kristo baada ya kufufuka amejidhihirisha kwa wanafunzi wake siku 40. Mitume, manabii, kwa mfano Musa alifunga siku 40, Yesu alifunga siku 40. Kwa hiyo ni namba ya ushindi na ni 40 wa mambo yote katika ufalme wa Mungu. Lakini kitu kingine cha kujifunza hapa, ubatizo wa Yesu Kristo ni wa Roho Mtakatifu. Sio lazima uendane na maji mengi, bali ukimkiri Yesu na kumwamini
Inatosha, na Yesu anakuja ndani yako, anaweka makao na kuanza kukuonyesha siri za ufalme. Kwa sababu utakapokaa na Yesu Kristo ni sawa na kwamba umekaa na Mungu. Atakufundisha mambo mengi, atakufunulia mambo mengi kadri jinsi utakavyokuwa unajifunza neno lake, kwa sababu Roho Mtakatifu ili adumu milele nawe lazima umlishe chakula cha roho. Chakula cha roho ni neno lake. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu na sio cha kusahau kabisa, Yesu ana uwezo wa kuingia kwa mtu yeyote yule bila kujali kabila au lugha, anayemkiri na kumwamini, na anaweka makao yake na anaweka makao ndani ya roho yake na kuanza kumfunulia mambo mazito. Ndivyo alivyo, na huo ndio ubatizo wa Yesu Kristo ulionenwa siku nyingi. Hata Yesu aliwafundishaga wanafunzi wake, lakini kwa sababu walikuwa na giza kubwa na bado kipindi kile Torati ilidumu miaka mingi, ikaweka mzizi ambao ulitakiwa kudumu kwa muda mrefu kufundishwa, akabidi awaache na akaanza kuwa anawabatiza kwa Roho Mtakatifu na maji, yani ubatizo wa Yohana Mbatizaji na wa Yesu. Lakini ubatizo wa Yesu Kristo, hata Yohana mwenyewe alikiri, ni wa Roho Mtakatifu na moto. Hivyo Roho Mtakatifu yupo, anatenda kazi zake hata sasa, anafanya mambo mazito makubwa ya kujifunua kwa watu wanaomcha Mungu kwa roho na kweli. Siri ya pili, kupaa kwa Yesu kwenda mbinguni baada ya ushindi. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 11. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Watu gani wanamuuliza? Ni wanafunzi wake Yesu, maana alijidhihirisha. Wakabidi wameanza kuhojiana naye sasa kwamba ni wakati gani anawarejeshea ufalme. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Unaona? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hivyo. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Nini cha kujifunza hapa sisi kwa wana wa ufalme ambao tunajifunza matendo makuu ya Yesu Kristo kupitia maandiko, matendo ya mitume, katika kitabu hiki ambacho wanafunzi mitume wa Yesu walishiriki kuyafanya haya matendo na wakaweka ushuhuda ambao tunashuhudiwa mimi na wewe tupate kumwamini Yesu Kristo na kutawala pamoja naye. Cha kwanza, Yesu alivyopaa kwenda mbinguni baada ya dhambi kuishinda hapa duniani, ndivyo atakavyokuja siku ya mwisho kuhukumu ulimwengu. Lakini pia kitu kingine, Yesu ndivyo atakavyopaa na wateule wake baada ya kuwanyakua katika ulimwengu huu siku ya kiyama. Ndivyo hivyo alionyesha sample hiyo ndiyo inayotushuhudia sisi tupate kuamini kama Yesu alipaa. Kwa maana hiyo tutapaa bila roketi wala ndege wala parachuti, maanake tutapaa katika ulimwengu wa roho, yani kama jinsi alivyopaa Yesu Kristo. Siri ya tatu, Matia
ateuliwa kuziba pengo la Yuda Iskarioti aliyemsaliti Yesu akajinyonga kabla ya kifo cha Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 12 hadi 26. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Matayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina ilipata 120, akasema, ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya uzalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakaao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa Akeldama, maana yake konde la damu, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humo tena, usimamizi wake autwai mwingine. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu alioukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Nini cha kujifunza hapa? Ukiacha kufanya kazi ya Mungu, Mungu atainua mwingine afanye kazi yake. Ndiye Matia aliyeziba pengo la Yuda Iskarioti msaliti. Lakini kitu kingine, Yuda Iskarioti ndiye msaliti wa Yesu kuuawa, ni sawa na ni kweli kabisa. Lakini jambo gani tunajifunza hapa? Tusiwe wasaliti wa ufalme wa Mungu. Maana yake tunapoanza kuifanya kazi ya Mungu, twende hivyo mpaka mwisho bila kumsaliti Yesu Kristo katika neno lake. Lakini jingine la kujifunza ambalo limejificha kwa Yuda, tunakumbushwa kwamba Yesu alisema, balikini wanaowauzi, waombeeni wanaowatesa. Yuda ni mmojawapo wa kushiriki mateso ya Yesu, lakini alikosa bahati moja. Bahati aliyoikosa, hakupaswa kufa kabla ya Yesu, maana alikufa kabla damu ya Yesu haijashuka kwenye ardhi ili ipate kuiponya ardhi. Yesu alisema katika ufalme wake atatawala na watu wasiokuwa wazalimu, ambao hawakujitia unajisi. Ndiyo wale ambao waliambatana naye mwanzo mpaka mwisho, wanafunzi 11. Na tumeona mwanafunzi wa pili ameongezeka, ambaye ameteuliwa na mbingu, maana walikuwa wawili, mbingu ikampitisha Matia.
Tutashuhudia maandiko kujua kwamba Yesu Kristo hakupaswa kumsamehe huyu Yuda kwa sababu tayari alijitia unajisi. Ukumbuke kazi ya kuhukumu ni kazi inayotakiwa uwe mtakatifu kweli, usiyekuwa na doa. Maana Yesu alifundisha akasema hivi: ukitaka kumnyoshea mtu kidole, jikane kwanza, uitoe boriti yako ili upate kibali cha kuweza kumnyoshea kidole. Yesu mwenyewe hakuwahi kuwa na dhambi, lakini hata mitume wale ambao waliongezeka wakafika 144,000 pia nao hawakujitia unajisi. Na tunawenda kuwashuhudia kwa maandiko haya. Ufunuo 14 mstari wa 1 hadi wa 5. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Inasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Unaona? Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao. Unaona? Na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Alianza na wanafunzi 12, lakini waliongezeka mpaka wakafika 144,000. Hawa tunawasikia, hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana-kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwana-kondoo, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Umeona? Kwa hiyo hao wanafunzi alianza nao Yesu Kristo 12 na Matia akiwepo. Lakini kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, kumbuka alikuwa na wanafunzi zaidi ya hao Yesu Kristo. Maana kama we unafuatilia vizuri, aliwahi kuwatuma wanafunzi 70 kwenda kuhubiri sehemu alikopanga afike, lakini wakamletea habari, wana furaha ya kutiiwa, hata pepo zinawatii. Maana alikuwa na zaidi, na ndio hao walioambatana na Yesu Kristo katika kutawala na Yesu Kristo. Ndio cabinet ya Yesu Kristo, ndio baraza la mawaziri ambao mpaka sasa hivi dakika hii ninayoongea wapo wanatawala na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, wakimsaidia Yesu Kristo kama jinsi walivyomsaidia alipokuwa duniani. Jambo gani la kujifunza lingine la kina hapa? Jambo la kujifunza hapa, sisi tunatakiwa tuombeane. Mpaka sasa hivi sisi tunasubiri unyakuo wa pili. Ule unyakuo wa kwanza umeshatokea katika ulimwengu wa roho. Mojawapo ya ushuhuda huu, na ulikuwa ushuhuda ulioendana na kufunuliwa, utawala wa Yesu Kristo umeshaanza katika ulimwengu wa roho kutawala dunia hii. Waliofufuliwa katika ufufuo wa kwanza ni watu 144,000, na mpaka sasa hivi tayari wako wanafanya kazi na Mungu. Sisi tuliobaki ndio tutakao fufuliwa siku ya mwisho, na wale watakaokutwa siku ya mwisho wako hai ndio wale ambao walikuwa wamejitia unajisi na alama ya mnyama. Unaweza usinielewe, lakini nitakufunulia maandiko ili upate kuelewa, kwa sababu hili mimi nimefunuliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na Roho akazungumuza na nimelishuhudia si mara ya kwanza hili. Na kukumbusha tu, pengine yule unayenisikiliza leo hujawahi kuiona hii, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu nitairudia tena kwa uhodari zaidi jinsi ilivyokuwa, na nikapata kuyaona maono haya. Ufunuo wa Yohana mstari wa 15 mstari wa 1 hadi wa 5 inasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake
walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo yenye kinubi vya Mungu. Nitarudia tena, nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake. Na hesabu ya jina lake, jamani, tunaijua ni namba 666. Walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo wenye vinubi vya Mungu. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana-kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni limefunguliwa. Umeona? Kwa hiyo wale wote, naweza nikakuibia siri hii kabla ya kuja kuielezea kwa kina hii habari. Wale walioimba wimbo mpya ni wale watakaokaa mbinguni. Wale walioimba wimbo wa Musa na mwana-kondoo ndio wale watakaokaa duniani. Kumbuka jambo hili, unaweza ukabisha, lakini ndio hivyo, kwa sababu tumehubiriwa uongo siku nyingi. Tunaambiwa kwamba tutaenda mbinguni. Ndio tutaenda mbinguni, lakini hatutakaa kule milele. Tutakaa miaka 7 tu. Baada ya miaka 7 tutagawanyika. Walioimba wimbo mpya watabaki mbinguni. Walioimba wimbo wa mwana-kondoo na wa Musa watashuka duniani, na ni kundi kubwa sana. Ndio wale waliojitia unajisi. Hata Musa mwenyewe alijitia unajisi. Kumbuka Musa mwenyewe alikufa katika dhambi na alisamehewa na Mungu bure, maana shetani alienda akataka amchukue. Mungu akamwokoa kwa huruma zake. Lakini hata sisi katika ulimwengu tumeshatiwa unajisi na namba 666, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu tumeshakombolewa na Yesu Kristo, maana ile namba 666 ameifunua, ni hekima ya Mungu. Maana yake ni nini? Wewe mwenyewe naweza nikakubia kitu kidogo. Unaposema saa 6 na huku saa 6 imeandika saa 12, ni mnyama, lakini hata namba zetu za NIDA hizi ni alama ya mnyama. Lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa sababu ni mwenye huruma, tumeshaokolewa kwa haya mafunuo ninayokushuhudia. Roho Mtakatifu anatushauri tuombe. Maana yake ni nini? Tunatakiwa tuombeane. Maana yake ni nini? Tunatakiwa tuombeane. Kwa sasa Mungu anataka tuombeane, na Roho Mtakatifu hapa ananishuhudia kwamba tuombe. Yesu, tusamehe sana sisi wanao wenye dhambi, ambao tumekutenda dhambi siku nyingi, tukienda nje na agano lako kwa kujitia unajisi, pengine pako kufinywa fikra zetu. Baba wa milele, wewe mwenyewe kumbuka, wakati unakuja ulimwenguni ulikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Pale ulipoulizwa na Mafarisayo kwamba unakula na wenye dhambi, na ulijibu hivyo. Haya sio maneno yangu, ni yako Yesu. Ulisema sikuja kwa walio wema, bali wenye dhambi. Tusamehe, tutakase. Tunazileta pia roho zetu pamoja na za wale waliokufa katika dhambi, tukianza na baba yetu wa kwanza kabisa, Adamu na Eva mama yetu. Waachilie Baba. Tukija tena kwa mfalme Sulemani ambaye alikufa katika dhambi, Baba msamehe naye, mwachilie, msamehe na uweze kumuingiza katika ufalme wako. Kumbuka alipendwa na Mungu, na wewe ulikuwa Mungu, ukampa mpaka na mamlaka ya kujenga nyumba yako, lakini kwa sababu ya kushindwa kusikiliza sauti yako akaingia katika dhambi ya kuoa wanawake wengi, na wengine wakamfanya kuingia katika dhambi. Baba wa milele mwenye huruma, tunaomba umachilie, maana tunaamini na wewe ndiye uliyetoa ushuhuda. Unazo funguo za kuzimu za kuwatoa wote waliofungwa katika roho zao kuzimu. Kumbuka kuzimu watu wanafungwa hata walio hai, lakini wengi wamefungwa waliokufa. Baba tuachilie na wale waachilie watumishi wako. Mwachilie hata Yuda Iskarioti ambaye Baba aliweza kushiriki kukusaliti, ndio, lakini Baba
Ulisema tuwaombee, na kuwaombea ni sisi ambao umetupa mamlaka. Neno hili ukasema lolote tutakaloliomba utalifanya. Nasi tunaomba Baba umtakase na wengine wote waliokufa katika dhambi wakiutafuta ufalme wako. Baba, waachilie roho zao ukaziweke mahala pema peponi. Tunaomba Baba utusamehe, ututakase, utufanye upya tukapate kutawala pamoja nawe. Amina.